Karibu tena katika Moyo wa Malezi, mahali tunapoamini kuwa elimu bora huanza na mwalimu anayejifunza kila siku. Katika video hii tunaendelea kushuhudia jambo muhimu sana ambalo ni walimu wakifundishana wao kwa wao somo la hisabati. Huu sio tu muda wa kubadilishana maarifa, bali ni uwekezaji mkubwa unaogusa moja kwa moja maisha na mafanikio ya wanafunzi wetu. Mwalimu anapojifunza kutoka kwa mwalimu mwenzake, anapata mbinu mpya za kufundisha, namna rahisi ya kueleza dhana ngumu na njia zinazoweza kumfanya mwanafunzi aanze kuiona hisabati kwa mtazamo tofauti. Kwa sababu, nyuma ya kila mwanafunzi anayesema, "Sasa nimeelewa," mara nyingi kuna mwalimu aliyejitahidi kujifunza namna bora ya kumfundisha. Basi endelea kutazama ujionee jinsi ushirikiano wa walimu wa shule ya msingi Ngarenaro katika kujifunza hisabati unavyoweza kuongeza uelewa, kujiamini na mafanikio ya wanafunzi. Karibu sana Moyo wa Malezi, tujenge walimu bora, tujenge wanafunzi bora na hatimaye tujenge jamii bora. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama utakuwa haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu ufanye hivyo sasa hivi, kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili yako, kwa ajili ya watoto na kwa ajili ya jamii nzima. Karibu basi tuanze, tuone jinsi hawa walimu wa shule ya msingi Ngarenaro iliyopo katika jiji la Arusha wanavyojitahidi kupeana maarifa na kufundishana wao kwa wao. Karibu na tuanze. Mafunzo haya ili baadaye kila mmoja awe mbobevu. Stella kushukuru nikuone unafundisha hisabati darasa la 6. Mwalimu tatu nikuone unafundisha darasa la 5. Ndio. Kwa hiyo tunaelekezana tu ili hata mwalimu akipata dharura basi unaweza kuwapa wale watoto kazi kulingana na umahiri aliyopo au maana aliyopo. Ndio. Basi tuliishia kwenye kuzidisha. Baada ya matunda yale matatu, kujumlisha, kutoa na kuzidisha sehemu na sehemu mchanganyiko. Ndio basi ndio kipengele cha kugawanya. Na tutafanya sehemu na sehemu mchanganyiko. Labda tuseme 1 gawanya kwa 5/6. 1 gawanya kwa 5/6. Kwa hiyo jambo la kwanza tutafahamu kwamba hapa kuna sehemu mchanganyiko na sehemu. Kwa hiyo ili aweze kubadilisha sehemu mchanganyiko kuwa sehemu, kuna idadi ya sehemu kudi. Tunafahamu sehemu mchanganyiko inazaa sehemu kudi. Basi anazidisha asili mara ile namba nzima jumlisha kiasi. Ile namba ya chini mara ile namba nzima jumlisha ile namba ya juu ambayo ni kiasi. Kwa hiyo 1 itakuwa sasa ni 4 mara 1, alafu tunajumlisha 4. Tunajumlisha 1. Mawazo yangu yako vizuri lakini ndio hivyo. Kwa hiyo tunapata ni 5 ya ngapi? 5 ya 4. Alafu tunagawanya kwa 5/6. Kwa hiyo tutaendelea kumwelekeza mtoto katika tendo la kugawanya sehemu. Namba yetu ya mwanzo inabaki kama ilivyo, haibadiliki chochote. Kwamba hii namba ya mwanzo ambayo ni 5/4 inabaki kama ilivyo, lakini baada ya kuandika ile namba, basi kila utakachokutana nacho mbele kiwe tofauti, kiwe kinyume. Kwa hiyo tutamwambia kinyume cha kugawanya ni kufanyaje? Kuzidisha. Na kinyume cha 5 juu ya 6 itakuwa sasa hivi ni 6 juu ya ngapi? 6 juu ya 5. Yaani ile inakuwa vile sasa. Kwa hiyo itakuwa ni 6 juu ya 6 ya 5. Kwa mtoto
tayari yuko vizuri kwenye orodha, basi anaweza kumalizia hapa, anaweza kuelekeza watoto, au kama yuko vizuri kwenye vigao anaweza kumalizia hapa, lakini tunafundisha kwa njia zote mbili ili watoto iwarahisishie. Kwa hiyo hapa tunaona hili tendo linahusika kwa namba zote, haijalishi kwamba hii namba hii 5 na 4 iko namna vipi, lakini vile vile inaweza kuhusika kwa upande ule mwingine. Ndio maana hili tendo la zidisho mkasi au alama ya kuzidisha. Kwa hiyo hii 4 ina uhusiano na 6 kwa kutumia tebo ya pili, au hii 5 ina uhusiano na 5 hii hapa kwa kutumia tebo ya 5, kwamba tunaweza kumwambia mtoto sasa turahisishe ili tuweze kurahisisha au kazi yetu iweze kwenda kwa wepesi zaidi. Kwa hiyo 5 gawanya kwa 5 inaingia mara moja, na hapa 5 gawanya kwa 5 inaingia mara moja. Alafu tuende kwa orodha ya pili. 4 gawanya kwa 2 tunapata 2, na 6 gawanya kwa 2 tunapata 3. Kwa hiyo tayari huku juu kuna 1 na 3, ambaye 1 mara 3 ni 3, na chini kuna 2 mara 1 ni 2. Hapo tutamwambia mtoto kwamba hii namba kwa kuwa hii kwa kuandika kwa njia ya ulalo maana yake ni sawa sana 3 gawanya kwa 2. Mtoto afahamu kwamba huu mstari hapo maana yake ni kugawanya. Ile namba ya juu ndio inatakiwa iingie ndani na ile namba ya chini iingie nje. Ndio anachanganya sana hapo. Anakuandikia kwamba 2 gawanya kwa 3. Kwamba mwambie ni tendo hapa ni tendo la kugawanya. Maana yake nikiandika hii namba, ili swali nikiandika kwa njia ya wima itakuja hivi. Kwa hiyo moja kwa moja mtoto ataenda kuchukua sasa 3 gawanya kwa 2. Gawanya kuna 2 ngapi kwenye 3? 1 mara 2 kutoa 1. Kwa hiyo tulikuwa na namba yetu namba nzima, imebaki 1 kati ya asili yetu 2. Tuendelee kuelekeza watoto jinsi ya kuandika sehemu mchanganyiko. Watoto wengi mara wengine wanaandika naweza kuandika hivi, makosa makubwa. Tuendelee kuelekeza, mwambie hata kama inashindwa kuandika kwenye ule mstari kwenye madaftari yake, kama anashindwa kuandika kwenye ule mstari mmoja na nusu, basi aandike kwa kutumia mistari miwili kama anashindwa, lakini tuendelee kuelekeza ili aweze kuandika namba nzima na sehemu. Akisha hii sehemu ya kawaida, sehemu rahisi, akishabadilisha tayari kwa sehemu nyingine. Njia nyingine anaweza asibadilishe haya matendo. Anaweza akacross tu akafanya hivi. Kwamba 11 mara 5. Akacross hapa tena 12 mara 16. Ndio hiyo 65 ya 191. Mtoto anaweza asifanye matendo ya kubadilisha, aka cross tu ikawa hapa ni 1 mara 5, aka cross hapa ikawa 3 mara 21. Kama hivi tu inakuwa 55. Moja ya 5. Ajitosaidie. Tunaanza na njia. Sehemu zote hizi hapa ni sehemu mchanganyiko ambao utageuza kutoka katika sehemu rahisi. Tunaanza 3 mara 3 jumlisha 2 11
yanayofuata mengine yanabadilika. Kugawanya inakuwa kujishirikisha. Hapa inabadilika, 5 inapanda juu, 21 inakuwa chini. Baada ya hapo, kama anajua table, unaweza kumfundisha kurahisisha kama zinarahisishika. Kama zirahisishiki, atazidisha tu kawaida. Kwa hapa mimi sijaona kama zinarahisishika. Tunazidisha kawaida. 11 mara 5 sina ngapi? 63. Tumepata 55 ya 63. Kiangalia kwa table ambayo inagawanyika hapa hamna, kwa haraka jibu letu linabaki hivyo hivyo. Kwa hiyo jibu letu ni 55 ya 63. Mwalimu wa Kiswahili anakuja kufanya kutoa hesabu. Kwa hiyo inawezekana kabisa. Kwa hata sisi huko tutaweza tu kufundisha King'ong'o mbele ya safari. Tunapofika mwisho wa video hii, tukumbuke kwamba mwalimu bora si yule anayejua kila kitu, bali ni yule aliye tayari kujifunza na kukua pamoja na wengine. Walimu wanapokaa pamoja, kufundishana, kuulizana maswali na kubadilishana uzoefu katika somo la hisabati, wanakuwa wanajenga zaidi ya maarifa, wanajenga kesho ya mwanafunzi. Kila mbinu mpya anayojifunza mwalimu leo inaweza kuwa sababu ya mwanafunzi kuelewa somo kesho, na kila mwanafunzi anayefanikiwa ni ushahidi kwamba ushirikiano wa walimu una nguvu kubwa. Kwa hiyo tusiache kujifunza, tusichoke kusaidiana, na tusidharau nguvu ya mwalimu mmoja kumjenga mwalimu mwingine. Kwa pamoja tunaweza kuwafanya wanafunzi wetu waipende hisabati na kuamini kwamba wanaweza. Hii ndiyo roho ya moyo wa malezi, kwa sababu tunapomjenga mwalimu tunamjenga mwanafunzi, na tunapomjenga mwanafunzi tunajenga taifa letu. Asante kwa kutazama. Usisahau kulike, kusubscribe na kushiriki video hii ili ujumbe huu uwafikie walimu wengi zaidi. Mungu akubariki. Tukutane tena kwenye video nyingine hapo baadaye. Asante.